tulikuwa nyumbani kule. Huyo jamaa alikuwa anaishi huku Dar, anaishi Mbezi. Yaani kiufupi maisha yake yako huku. Sasa huyo mtu mimi nilikuwa na date naye. Akaniambia Husna, hivi unaweza kwenda Dar au unaweza kuja Dar kufanya kazi? Nikamwambia leo nikuta 2013, sio 12. Siwezi kutamani kwenda. Siwezi tena kutamani kurudi mimi. La, akaniambia hamna Husna, sehemu ambayo naenda kufanya kazi ni sehemu yani ya dada yangu kabisa, yani dada yangu kabisa, yani tumbo moja. Kwetu Singida, yani tumbo moja. Yani hamna shida, hamna changamoto yoyote. Na yeye anatafuta afanya kazi. Kaambia mimi jamani, mimi dada napaogopa. Labda niende na nani? Na rafiki yangu. Rafiki yangu angalau hata yani likitokea lolote yani tu ile kwamba tuko wawili tunasaidiana hata mawazo. Akasema kama unaweza kunitafuta rafiki yako mmoja, mtafuta, mimi nawalipia tiketi, mfanye nini muende. Kweli yule bwana akatukatia tiketi, na tiketi za treni sio basi, mpaka Dar. Tumefika hapa Dar. Sasa kwenye hiyo ofisi ya dada yake ambako tunaweza tukafanya kazi na huyo manager na wenyewe kama vile wakawa wapokea simu, si ndo walitingwa, si ndo nini. Tumefika Tazara pale tunapiga simu ndo kama hivyo. Nabidi na mimi na rafiki yangu tushauriane, sasa ni usiku muda umeenda. Tuchukue tu chumba hata cha 10,000 huko maeneo ya Tazara huko tulale. Asubuhi tutaenda kuonana nao, nikampigia simu na yule bwana mwenyewe. Akatutumia hela pale. Kwa hiyo tukaingia tukalala. Tumelala, asubuhi tulivyoamka tukampata kweli manager wa ile ofisi pale. Akatuelekeza njoeni sehemu fulani Tabata huko ndo hiyo ofisi ipo. Tukafika mpaka kwenye hiyo ofisi. Tukaonana na bosi akasema tengenezea chakula, tukatengenezewa pale chakula, tukapewa soda. Hivyo. Hapa akatuelekeza kabisa situation iliyopo hapa, mshahara ni kiasi fulani na kazi mtaianza kesho. Ila hapa sisi nini, yani taratibu za pale zote akafanya nini? Akatupa. Kwa kesho yake asubuhi kweli tumeamka, tukaingia kazini. Sasa si unajua sehemu ukiwa mgeni, unashindwa hata uanzie wapi? Yaani sijui yani hivyo. Unajua ilifika situation afu yule alituleta huku na yeye sasa, na yeye tena akawa tena ashikisimani kama alivyotutua pale. Ni kama mkataba wetu sisi na yeye mfano nini? Umeisha. Kwa akawa tena yani yale mahusiano ya karibu yakawa mfano nini? Yamepotea. Kwa akatutelekeza pale kwa dada yake. Kwa tukawa tumeanza kukaa pale kwa dada yake, tukiamka asubuhi sio pale tena kila kitu unajitegemea Tumepewa sehemu ya kukaa lakini kila kitu unajitegemea, kula sio nini na nini. Siku ya kwanza sisi unajua tumefika ndo mna viakiba vichenjeje vilivyobaki, chai nini kama kawaida. Kwa siku zilizozidi kwenda pale unakuta unaamka hata ile chai hamna. Unafanya kazi unachoka, yani hela tu ya chakula cha mchana pia hamna. Yani unakuta maisha yakawa nini? Magumu. Maisha yakawa magumu. Rafiki yangu akaniambia, Husna, mimi mbona mimi kwetu Mbeya tunakulaga vizuri. Kwani tusirudi Mbeya huko Dar tunang'ang'ania kitu gani? Mimi nikawaza, nikasema sasa mimi tena nikirudi tena Mbeya, mbona kama nashindwa kukomaa? Mbona nasikiaga Dar watu wakikomaa wanaweza. Wanatoboa. Nikamwambia mimi tujikaze shogangu, tusifanye nini? Tusiende. Kuna mkaka alikuwa pale maeneo ya pale, kuna ofisi yao ilikuwa pembeni ya pale ofisi ambapo tunafanya sisi kazi. Yule kaka akawa ananipendaga sana mimi, basi akawa anatuhudumiaga tena ile chakula mchana asubuhi ili tu anipate, lakini kwa sije kutembea naye. Basi tumeenda kaka ananiambia Husna, siku ukija kunikubalia mimi niko tayari hata kukuoa. Unajua zile. Sasa unajua kwa ile mtu anakupenda afu unakuwa tu umpendi, lakini yule kaka alikuwa anajitoa sana. Sasa story hiyo siku nakumbuka hiyo siku hiyo kuna mtu alisema ananipenda mimi. Lakini huyo mtu anajuana na yule mkaka ambaye anatuhudumiaga sisi vyakula sisi kila kitu anatokea yani. Ndio. Akamwambia mimi dada na yule kaka anaonekana ni bosi ana hela. Akamwambia yule mimi dada naomba nitie dada nampenda sana, nikaenda. Nimefika pale nikaongea naye, akaniambia mimi nataka nilale na wewe. Sasa unajua tena mimi mshamba nimetoka kijijini. Shingapi nikupe? Nikamwambia $60,000. Akasema sawa nakupa. Yule kaka pale akaingia mfukoni akatoa $60,000. Akanipa, akasema ukifunga kazini huyu mdogo wangu anapajua ninapoishi atakuleta. Nikasema sawa. Kwani nikaenda pale na mambo yangu. Yule kaka akanifuata, yule ambaye anatuhudumiaga, akaniambia Husna, nakumbuka usiende kulala na yule mtu. Usiende. Mimi hiyo $60,000 nitakupa, mrudishie hela yake. Mimi nikikumbuka huyu simpendi, si bora yule mpita njia tu. Nikasema mimi siwezi, hela sirudishi na kwa mimi naenda kulala na yule. Akanibembeleza na kuomba basi na kuongeza $20,000. Shilingi ngapi? $80,000. Nikamwambia hapana, siwezi. Kwani tumefunga pale maeneo ya kazi, nimeenda kule tunakokaa, nikaoga, nikavaa kijola, nikamwambia njoo nipeleke kwa yule bwana.
Akaniambia Husna, basi nakupa laki usiende. Mimi nakupenda sana. Kama mimi siwezi naenda. Labda alikuwa anafahamu pengine na maradhi wewe. Sasa akaniambia usiende nakupa laki, nikakataa. Mimi kweli nikaenda mpaka kwa yule bwana. Akanipeleka, tumefika mpaka kwa yule bwana. Mpaka tunafika mlangoni akaniambia Husna, wewe ni brother zangu na mheshimu, lakini naomba tu usiende, basi nakuomba, ni mimi tu, na kwa sababu nakupenda na nataka nikuoe. Nikamwambia hapana. Kweli akaniacha pale, nikaingia mle ndani nikalala. Asubuhi saa 11 yule mtu alikuwa anafanya kazi. Kwa hiyo itakiwa pale saa 11 amke aondoke aende kazini. Kwa hiyo akaniambia Husna, hapa wapangaji wana maneno, ngoja yule dogo aje faini akuja kufuate. Usiku kabla hatujalala vile rafiki yangu lali nipigia simu akasema Husna, huko tunakulala leo naona kama mawenge nashindwa kulala usingizi. Nikasema kuna nini? Sisi sijui wachawi. Rafiki yangu akasema kuna wachawi sijui. Nikamwambia tuna wachawi wametoka wapi? Mbona ghafla? Nikamwambia basi kwa sababu unaogopa kulala humo, ngoja nimpigie yule kaka ambaye anatuhudumiaga ukalale kwake, maana inaniambia sio anachupa na sebule. Kweli yule kaka nilipomwambia akasema basi ngoja nini nikamchukue rafiki yako asitaka ajisikie vibaya. Kweli kumbe walivyochukuana walidate. Yakaenda yakaishia huko. Umeona sasa yule baba anajua kunichukua mimi asubuhi, nimerudi mpaka pale. Nimefika pale nimewakuta kweli, mmoja anajifanya alilala kwenye kochi, sijui mmoja alilala kitandani, kumbe walishafanya yao usiku. Lakini yule alingana alivyofanya naye alimwambia kwamba usimwambie Husna kwa sababu nampenda sana. Akasema naomba ni tulichokifanya kiishie hapa. Basi sawa, tumelala pale kucha vizuri, tukaenda kwenye chai, kaka watu wanatuhudumia hivyo. Sasa siku zilizozidi kwenda, tumeenda hiyo siku nilikuwa na shida na hela, nikamwambia mimi leo huyu kaka leo lazima nimkubalie kwa sababu nina shida na hela. Nikamwambia mimi leo nimekukubalia kwamba nina shida na 120,000 enzi hizo. 2019 sio mbali sana Akaniambia sawa, unataka sasa hivi? Akaja akaniletea hizo lati zina vumbi, ni kama kuna sehemu alikuwa amezihifadhi, yani zina vumbi ni kama godoro hivi. Sio aliweka chini ya godoro, sio aliweka, sio alizichimbia wapi. Akaniambia hela hizi hapa Husna. Basi lakini naomba tutalala wote usiku, tusio saa hizi mchana. Nikamwambia haya sawa. Hivyo. Baada ya hapo sasa nilipotoka na ule kaka, na mimi tena nikajikuta nimeanza tena kumpenda. Unajua hiyo. Nikaanza kumpenda. Baadaye kaka akaniambia naomba basi tuanze kukaa wote. Mkaanza kuishi wote. Nikaenda kubeba tena mabegi yangu kule. Rafiki yangu akawa anachukia sababu ile siku walikuwa wote. Kwa hiyo akawa rafiki yangu ananinunia, nikinunulia chakula labda njoo tule, rafiki yangu anakasirika, anasusa siri. Sio tukifanya hivi twende huko atake. Yaani akawa tena urafiki na mimi amefanya nini? Kaisha sasa. Akawa anatafuta marafiki wengine ambao tuliwakuta pale pale. Tumeenda siku rafiki yangu akaja kumwambia yule bwana maneno ya uongo, huyo Husna na wanaume wengi, sio Husna, sio ana magonjwa, unajua zile marafiki wako hivyo. Waliongea maneno mengi mpaka yule jamaa akaenda kuambiwa sio Husna na maradhi, sio nini vitu kama hivyo. Jamaa naye badala akae awazi sio nini, akaja moja kwa moja kuniataki mimi, kanikunja mbele za watu. Umenipa magonjwa, sio magonjwa gani? Wakati ni maneno yalikuwa yakisikia. Ni sababu hata kikawaida yule nani yani kikawaida yale maneno, kwa sababu rafiki yangu nimeenda naye pale ndo ameongea, hata mtu mwingine lazima angeamini. Kwa sababu anajua ndo kaja naye, anamjua vizuri. Kwa baadaye nikaenda yule rafiki yangu kaongea hivyo, baadaye mambo yakawa mengi. Mimi mpaka pale tulipokuwa tunafanya kazi inabidi nifanye nini? Niondoe kwa sababu yale magomvi yakawa mengi. Lakini bosi alikuwa ananipenda sana. Akaniambia Husna, naomba rudi, tuweke sawa. Sio nini, rafiki yako ndo mwenye shida, kwa nini aongee vitu vya ajabu, sio nini na nini. Nimerudi mimi rafiki yangu nilipofika akawa ametoroka. Na rafiki yangu tena alijua ameshafanya makosa, kwa amefanya na ameondoka, kwa mimi nikabaki. Nilipobaki pale yule jamaa akaniomba msamaha, tukaendelea tena kuishi kama kawaida na maisha yao. Tukaendelea kuishi na yule jamaa. Rafiki yangu ndo akaga ameondoka, amerudi Mbeya ndo mazima hivyo. Kwa mimi nikabaki naishi na yule jamaa, tumeenda ndo baadaye mimi nikaja akawa ananipiga sana. Yaani ulikuwa unapitia hizo violence? Yani mtu anakupiga, mtu akikukuta simu anakununulia na ivunja, sio yani ni mtu wa ovyo sana. Na wakati hayo mambo yote yalipoanza ulikuwa ni mtu wa kumvumilia, yani unajua